Sitatoa hotuba ndefu, lakini nitasema machache, lakini mniruhusu niyaseme. Wapendwa wachungaji wenzangu, wapendwa wainjilisti, viongozi wengine wa mitaa na sharika mliopo, wageni waalikwa, viongozi wa vijana na vijana wote mliopata nafasi ya kushiriki sikukuu hii ya vijana kijimbo mwaka huu 2026 ambayo inafanyika hapa mtaa Kagera B, usharika wa Kagera Sugar. Ninawasalimuni nyote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Ninayo furaha kubwa na heshima ya pekee kusimama mbele yenu leo. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kutukutanisha tena kwa ajili ya sikukuu ya vijana ya jimbo mwaka huu. Hii ni baada ya mkusanyiko kama huu uliofanyika usharikani Kiaka mwaka 2022. Sasa ni miaka minne tangu tukutane pale Kiaka. Hapa katikati tulikuwa na mashindano ya akina mama, na sasa baada ya miaka miwili tunakutana tena hapa. Napenda kuwashukuru wageni wote kwa umoja wenu, kwa kukubali mwaliko wetu na kufika kushirikiana nasi. Kwa niaba ya jimbo letu na wakaribisha jimboni, nasema karibu, mjisikie huru katikati ya ndugu zenu wa jimbo hili. Leo vijana kutoka sharika 9 za jimbo letu mnakutana hapa Kagera B kwa ajili ya sikukuu yenu, mkiwa na mchungaji wenu wa jimbo. Kupitia kusanyiko hili vijana mmepata nafasi ya kumwabudu Mungu pamoja. Tangu asubuhi tulikuwa pamoja katika ibada, kusikia neno la Mungu, kufahamiana na kukuza vipawa vyenu kwa njia ya mashindano ya Biblia na uimbaji. Kwa njia hii mimi ninaamini tunaimarisha umoja kati yetu na kuchochea roho ya kulipenda na kulitumikia kanisa lenu kwa wakati huu na wakati ujao. Naomba kutoa shukurani kwa utumishi na malezi. Kwanza kwa vijana, nawashukuru sana ninyi vijana kwa utumishi wenu ndani ya kanisa lenu. Kila ninapopata nafasi ya kutembelea maeneo mbalimbali jimboni, nimeshuhudia jinsi mnavyojitolea kwa uaminifu katika huduma kule mitaani mnakoishi, katika sharika na hata katika ngazi ya jimbo. Nilipokuwa nawaangalia mnapoingia uwanjani leo, nimeona kuna uwekezaji mkubwa. Mmetumia muda wenu, mmetumia fedha zenu, mmetumia vipawa vyenu. Kwa mfano, ukiangalia watu wanavyotumia gharama kwanza kwenye kambi kule usharikani. Kuna wengine wameanza kuwa na siku ya vijana na mchungaji wa usharika. Lakini baada hapo mmeingia kambini. Hapo mnahitaji kura, mnahitaji matunzo mbalimbali. Lakini baada hapo mmeingia kununua sare, mmesafiri na kadhalika na kadhalika. Kuna uwekezaji mkubwa sana. Tunawashukuru kwa ajili ya hayo mlioyafanya. Ndugu zangu, endeleeni kumtumikia Mungu kwa nguvu hiyo hiyo, kwa bidii, lakini pia kwa uaminifu. Lakini naomba kutoa shukurani kwa wachungaji, wainjilisti na viongozi wengine. Kazi hii nzuri tunayoiona leo isingewezekana bila walezi. Na washukuru wote waliojishughulisha kwa namna mbalimbali kuwalea vijana wetu. Kipekee na washukuru sana wachungaji wenzangu na wainjilisti wote wa jimbo hili kwa malezi yenu ya dhati, uvumilivu na maelekezo ya kiroho mnayowapa vijana hawa kila wakati na kila mara. Mungu awabariki sana kwa kulichunga kundi hili muhimu kwa manufaa ya jimbo letu na kanisa kwa ujumla. Niseme kidogo kuhusu neno kuu. Ni kushukuru mhutubu, kwa kweli umenikosha roho. Umesema mambo mengi mazuri ambayo tumeyapokea kupitia neno kuu. Lakini mimi niseme tu machache haya. Ndugu zangu, ujumbe wetu mkuu leo na katika mashindano ya vijana na askofu mwaka huu ni kama tulivyosikia kutoka kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 1 unaosema ondoka uangaze.
Ndugu zangu, nataka muelewe jambo hili kuwa uzito, mlielewe kwa uzito kwamba ninyi si kanisa la kesho tu, bali pia ni kanisa la sasa. Tungetamani muwe nguzo na nguvu kazi ya sasa katika huduma zote za kanisa. Mungu anawategemea ninyi kupeleka injili mbele kwa kutumia nguvu zenu, akili zenu na vipawa alivyowajalia. Kuondoka na kuangaza maana yake, nikiongezea kwenye zile alizotaja mwenzangu aliyetangulia, ni kukataa kukaa kwenye unyonge wa kiroho na kuanza kuchukua nafasi zetu kama nguzo imara za ufalme wa Mungu. Niseme kidogo kuhusu changamoto na habari ya kuwa mfano bora. Tunapofurahia siku hii, ndugu zangu, tusisahau uhalisia wa makundi yetu ya vijana katika sharika zetu. Moja ya changamoto kubwa imetajwa na mimi nairudia, tunayokabiliana nayo ni kwamba tunao vijana wengi ambao hawashiriki kabisa kwenye shughuli za umoja wa vijana. Wanabaki nyuma, wengine wanajitenga na wengine wamepoteza mwelekeo. Kwa sababu hiyo, huu ni wito wangu kwenu ninyi mliopo hapa leo. Kwanza, nendeni mkawaamshe wenzenu. Watafuteni wale waliorudi nyuma na washiriki kabisa katika umoja wenu na kuwavuta kwa upendo wajiunge kwenye umoja huu. Kuweni mfano bora wa kuigwa ili vijana wengine wavutwe kuja kanisani. Ni lazima ninyi mkawe mfano bora wa kuigwa katika jamii zenu. Kuweni mifano katika usemi, kuweni mifano katika mwenendo na upendo na usafi wa moyo. Ndugu zangu vijana, epukeni vishawishi. Dunia ya sasa imejaa giza la mmonyoko wa maadili, dawa za kulevya na starehe zisizofaa. Epuka vishawishi hivi vinavyolenga kuzima nuru yenu na kuharibu nguvu kazi mlio nayo kwa ajili ya Mungu na taifa letu. Niseme maandalizi kuelekea sikukuu ya vijana na askofu. Kama nilivyoeleza awali, yote yanayofanyika katika siku ya leo tangu tulipoanza mpaka sasa na tunavyoendelea, kwa kweli ni sehemu ya maandalizi ya sikukuu katika ngazi inayofuata, yaani sikukuu ya vijana na askofu. Mchakato huu umeanzia sharikani na sasa ngazi ya jimbo. Muda mfupi uliopita tumekuwa na mashindano ya Biblia na uimbaji. Ndugu zangu, lengo la mashindano haya ni ili kukuza vipaji vya vijana, lakini pia kupata makundi yatakayotuwakilisha jimbo letu katika ngazi inayofuata. Katika mashindano ngazi ya diocese, nawapongeza makundi yote mlioshiriki katika mashindano. Mimi ninaamini ninyi nyote ni washindi kwa sababu mmemtumikia Mungu. Mahali pengine, ndugu zangu, nimepita kwingi na kukaa kwingi na kufanya kazi kwingi. Mahali pengine mashindano kama haya yamekuwa chanzo cha mafarakano na migawanyiko. Hapa kwetu Kaskazini B, natamani baada ya mashindano sharika zote tuendelee kuwa kundi moja, tupate nguvu ya kutuwezesha kukutana na vijana wenzetu katika ngazi ya diocese. Mashindano si mwisho wa mambo, maana baada ya mashindano maisha yataendelea. Wachungaji na viongozi wengine, basi ni wajibu wetu kuendelea kuwachunga, kuwashauri na kuwaongoza vizuri vijana wetu hawa wakati huu na baada ya mashindano haya. Mwisho nimalize kwa kutoa shukrani. Kabla ya kufika mwisho, nichukue nafasi hii kuwashukuru wafuatao kwa kufanikisha shughuli hii. Kwanza, nishukuru kamati ya vijana ya jimbo kwa kuandaa vizuri sikukuu hii. Mungu awabariki sana. Lakini pili, ni washukuru washarika kutoka sharika zote za jimbo kwa michango iliyofanikisha sikukuu hii. Washarika wote, pelekeni shukrani zangu kupitia wachungaji, pelekeni shukrani zangu kwa washarika wetu wote. Lakini tatu, ni washukuru wenyeji wetu wa mtaa Kagera B na usharika Kagera Sugar. Mchungaji wetu wa usharika, Mchungaji Mzungu, asante sana kwa maandalizi mazuri. Viongozi
na washarika wote kwa kutuandalia mazingira mazuri ya kufanya tukio hili na michango mliotoa zaidi ya sharika zingine ili kufanikisha shughuli. Asante sana mchungaji, asante sana washarika wa Kagera B. Lakini 4, nawashukuru vijana mlioshiriki mashindano. Mmetumia muda wenu, mmetumia fedha zenu na vipawa vyenu kutetea sharika zenu na kwa njia hiyo kumtumikia Mungu. Endeleeni, leo usiwe mwisho wa kumtumikia Mungu. 5, wageni wote waalikwa kwa kuitikia mwaliko wetu mkaja kushirikiana nasi. Asanteni na Mungu awabariki. Lakini wote mlioshiriki katika sikukuu hii, uwepo wetu sisi sote imekuwa ni sehemu ya kufanikisha siku hii. Bwana awabariki sana. Jimbo letu litaendelea, ndugu zangu vijana, kuwalea na wahakikishia, ni ahadi yangu, ni ahadi ya wachungaji na viongozi wote. Jimbo letu litaendelea kuwalea vijana wote, vijana wake wote, kwa kutumia vyombo vyake vyote vya malezi na kuwawezesha katika kufanikisha mipango yenu mbalimbali ya maendeleo. Mungu awabariki sana vijana wa jimbo la Kaskazini B. Mungu awabariki sana walezi wote wa vijana jimboni, na Mungu awabariki kazi yake inayofanyika kupitia vijana wa jimbo hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Tulikuwa tuna nyimbo 3. Nyimbo zote 3 zilikuwa zina maksi 100. Kila wimbo una maksi 100. Na tuko wawili, kwa hiyo tulikuwa tuna maksi 600 ambazo tumezipata, na baadaye tukazigawanya mara 2 tukapata wastani kwa kila kwaya. Kwa hiyo sio kasema wimbo wa kwanza nilifanya vizuri sana na wimbo wa pili je wa 3, au nimefanya vizuri sana wimbo wa 3 unavyofikiri wewe, lakini sivyo tunavyofikiri sisi au tulivyoona sisi. Kwa hiyo sisi tuna macho yetu na ninyi mko mna macho yenu, na kufuatana na uamuzi wetu tuliouona matokeo yatakuwa kama mtakavyoyasikia. Wakati wa kuingia ni lazima kuingia kwa shamra, yani kwa uhai. Kwanza ninyi wenyewe kujisikia vizuri, lakini hata kuvutia wasikilizaji. Tunasema ni rushwa ya kuona. Yaani kushawishi watu mapema kabla hata maksi hazijaanza kugawiwa au kufanya kile kilichokupeleka pale mbele. Kwa hiyo lazima kuingia kwa kishindo, kwa uhai, bila hofu, ili kuwaandaa wasikilizaji. Viongozi wa kwaya, tumeona kwaya nyingine 1, 2, 3 sijui zilikuwa viongozi wao wanabaki nyuma. Maana kiongozi ni wewe kumuongoza fulani kumfikisha mahali fulani. Ni viongozi wengine walibaki nyuma, kwaya zikajipanga zenyewe. Kiongozi anakuja baadaye mwishoni, hiyo sio sawa sawa. Tumeona pia kiongozi anayetembea kinyume. Anaweza kujigonga kwenye jiwe kaanguka tukaanza kukimbia hospitalini. Ni vizuri kutembea kama kawaida mtu anavyotembea kwa kwenda mbele. Nitazungumza kuhusu wimbo wa kwanza kwa ufupi tu, sio kwa kina zaidi. Ule wimbo jinsi ulivyoandikwa haukuwekwa alama ya kwamba wimbo haraka kiasi gani au polepole kiasi gani. Lakini walimu wenu hata ninyi pia kwa kusoma yale maneno yanaweza kukuambia wimbo namna gani. Moyo wangu sikiliza, unaweza kusema moyo wangu sikiliza, habari njema hii. Kama ngonjera hapana. Unawaambia moyo usikilize, habari njema hii na kadhalika. Kwanza ni kwa ni iteje. Haya hivyo. Na pia haukuwekwa alama za tunaziita za kimuziki za kuonyesha hapa sauti pande, pale ishuke, hapa poza, hapa zungumza taratibu, hapana. Lakini maneno yalivyo yanaeleza. Kwa hiyo walimu mlipaswa kutafsiri. Tumeona kwaya zote zimeimba tangu mwanzo mpaka mwisho kwa namna moja tu. Yaani kana kwamba hakuna maelezo, yani kutafsiri kile kitu ukamshawishi mtu akaelewa. Sasa na kusema mambo yalivyokuwa unajua ndio yakawa vile kweli. Sasa unaweza kusema kweli yakawa hivyo. Ndio kwa kweli tulifika chakula kilikuwa ni kitamu sana. Iwezekana lazima uwe na kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Sasa kwenye nyimbo zetu hatukuiona hiyo. Ilikuwa ni full suit kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa kuna kwaya moja ilijaribu ndio, lakini
hivyo. Kwa hiyo tunawaomba wale basi mtakao tuwakilisha diocese mfanyie kazi jambo hilo, kutafsiri wimbo. Wimbo mzuri sana ambao unaweza ukatafsiriwa ukaleta maana kweli, kila mtu akaguswa kwa maana ile. Na sasa yupo horini, aita njoo. Sasa na sasa yuko horini, anaita njoo. Hivyo kweli ndio anapoita. Yesu hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo basi ni kwa ufupi tu, lakini wale watakao tuwakilisha diocese nafikiri mtajipanga tena vizuri ili muende kufanya vizuri zaidi kule. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama walimu huwa tunaangalia zile grades. Sasa kuna ambao wana concentrate na positions. Ile namba 1, namba 2, namba 3. Lakini ufaulu mzuri ni ule wenye pass, si ndio? Pass, mtu aliyepata pass. Yaani kama ni average ya 50, watu wote wakaanzia 50 na kwenda, hao wote si ni washindi? Si ndio? Sasa niwapongeze, hakuna mtu ambaye yuko chini ya 50. Hongereni sana sana. Mimi nimefurahishwa na speech ya mchungaji. Amesema kuimba kama tulivyokutana hivi, tusitengeneze faraka ila ituongezee umoja. Tukijua tunayemwimbia, hata kile kikundi ambacho kitakuwa ni kikundi cha 7, tulikuwa na vikundi 7, yani atakaye kuwa namba 7, kama nina wastani wa pasi, mimi si ni mshindi? Nina haja ya kunyongonyea eti? Hapana. Sisi tunaofundisha, nikipata mimi kwenye matokeo, mimi si mnajua natoka Iruya Sekondari, mkuu wa shule Iruya Sekondari. Mimi ninatamani katika kufundisha kwetu na walimu tukazane, wanafunzi wapate grade A, B na C. Au wote si wanakwenda? Sasa na kwenye uimbaji ni hivyo hivyo. Kama umepata A, ukapata B, ukapata C, wewe ni mshindi, utembee kifua mbele. Kwa hiyo hakuna haja ya kunyongonyea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niwapongeze waimbaji wote. Mmefanya vizuri. Tunachokitafuta sasa, utakachokifanya ni zile nani wa kwanza, nani wa pili mpaka mwisho. Kwa hiyo niseme tu mimi juu ya nyimbo zile 2. Mwalimu amesema juu ya wimbo wa set song. Zile nyimbo 2, wimbo ule wa utamaduni, mimi niwapongeze, mmeimba nyimbo za utamaduni, lakini nifurahi kwa wale ambao wamechagua, kwa sababu utamaduni mwalimu ana uhuru wa kuchagua melody ambaye anajua hao watu wangu wanaweza kuimba, si ndio? Ile melody, ule wimbo ambao mtauchagua uwe ni mzuri, unaimbika, unachezeka, si ndio? Sasa kuna ambao wamechagua wimbo kwa kweli umewatesa. Yaani anaimba, anajiuliza nitamaliza saa ngapi Mungu wangu, wakati mmechagua wenyewe. Kwa hiyo chagua wimbo ambao unaweza kuingiza, kama ni sauti kama ni sauti 4, basi wimbo wote sauti 4 ziingie bila mtu kuhangaika, si ndio? Na kwa kweli wale walimu ambao wamefundisha wanamuziki wanapaswa kuwapa vigezo vya nini kinachoangalia, kwa sababu sio siri, si ndio? Vile vigezo, kujua kwamba kuingia mpaka kujipanga hapa kuna maksi 5. Anapaswa kwambie, na katika mazoezi aseme ninyi watatu mnatupunguzia, tunapata maksi 3 badala ya ngapi? Ya 5. Kujipanga hapa tuna maksi 5. Sasa unachelewa kujipanga mpaka mwalimu anakupanga, inashindikana, unapangwa na mtu mwingine. Nimeona kuna ambao yani mwalimu alikazana anaita, inashindikana mpaka mwenzaka na sasa hiyo unaongeza viongozi wengine wanaoongoza kwaya bila sababu, kwa sababu mlikuwa na kipindi kizuri cha maandalizi. Kwa hiyo walimu watoe vile vigezo mapema ili kila mtu aone anapaswa kuwa wapi. Lakini kingine nilichoona, mlikuwa na idadi kubwa nzuri ya waimbaji, lakini kuna waimbaji wakati wa kucheza style walikuwa haziwezi kabisa, na nilijua mliwaona kwenye mazoezi. Sasa sijui walikataa kutoka, walikuwa yani kuna kikundi unaona kimaimba style inakwenda, lakini watu wawili tu
na sisi hatuna mahali pa kusema hii ni max ya fulani aliyeharibu. Tunasema ni ya kikundi hiki, kwaya iliyoharibu. Na sisi waimbaji, ukiambiwa upumzike pamoja na mazoezi uliyofanya na muda wako ili tutafute ushindi, uwe pembeni, si ndio? Sasa kuna watu walikuwa na max nyingi, lakini watu kama wawili unaona hauwezi kuchangamka hata kidogo. Yaani amekunja uso, wanakwenda hivi anaenda hivi, wanagongana mpaka anamsukuma hivi. Sasa hapo max zimefanyaje? Zimepungua. Na kitu kingine, tuwapongeze wale ambao waliandika note, wakazikabidhi zile za note, ni zile za muziki. Na kwa kweli tumeona asilimia kubwa waliokabidhi waliimba kama walivyokuwa wameandika. Japokuwa katika kuongoza kuna ambao walikuwa wameandika mwalimu ataongoza kwa 3-4, akaongoza kwa 2-4. Kwa hiyo na max hapo za mwalimu zikaenda, si ndio? Kwa sababu sisi tulikuwa tunaangalia ambacho amekiandika. Na tunapendekeza kama inawezekana, basi zile max za kutoandika muziki zisiwakose, kwa sababu ni moja ya vigezo. Kama inashindikana kuandika, peleka kwa wanaoweza kuandika, unaimba, yeye anatafsiri hapa na kuandikia, unapata max tu za kuandika muziki. Pongezi kwa wale ambao wameandika. Lakini pia tulikuwa tunaangalia ujumbe wa wimbo. Walio wengi wameimba, lakini ujumbe ulikuwa na utafuta kwa mbali. Tafadhali, ujumbe wa wimbo katika nyimbo za utamaduni una max zake, lakini kuna ambao kwa kweli wametafuna maneno. Na akitafuna akaona kwamba ametafuna, anajitahidi kukuangalia, naona kuto umemwangalia, alafu anainama. Mimi akiinama na mimi naandika kwenye karatasi. Akiinama sayapoteza max za kumwangalia kiongozi, ameshatafuna, amepoteza za kutafuna, lakini amepoteza za kumwangalia kiongozi. Fanyeni mazoezi, kariri maneno vizuri, mambo yaende sawa sawa. Na ndugu zetu wanaume walio wengi, hata huku nyuma sisi tunaangalia staili wengi mmeifanya. Kuna ambao walikuwa wanafanya vizuri, lakini wachache staili hawakuifanya vizuri. Na kuna baadhi ya waimbaji wale soloists walikuwa wanashika vipaza sauti, lakini hawavitumii. Mimi cha kwangu kilivogoma hapa, simniona nikiweka chini Cha kwangu kilivogoma nikaweka chini, nitumie sauti kuliko kushika hivi alafu amnisikii. Sasa wapo waimbaji ambao walikuwa ni masoloist, ameshika hii mic lakini haitumii. Sasa hapo tunaona ni zana ambayo haiwezi kutumika. Bila shaka na ninyi mliona. Na wengine walishika mwanzo akaja kukumbuka mwishoni kuitumia. Bila shaka ni kutozitumia huko wakati tunafanya mazoezi. Na kuna vikundi vingine au tuseme nyimbo za utamaduni. Kuna tamaduni nyingine sio za kiongozi kuongoza, si ndio? Na mara nyingi nyimbo hizi za utamaduni yani sio lazima utumie kiongozi. Hasa kuna makabila mengine ambayo kabisa hakuna kiongozi. Eti nani aliona Wamasai wanaimba kuna mtu anapiga mkono pale 2 4 5 6 3 4 4 4? Mlishawaona? Ukichagua kwamba unaimba melody ya Wamasai, basi wewe uongozwe na nini? Labda kuruka au kakelele, si ndio? Lakini sio kwamba kiongozi atasimama mbele pale awaongoze Wamasai ili waruke. Si ni sawa? Zipo na kabila nyingine ambazo ninyi mnazifahamu. Kwa hiyo ni vizuri kuyafanyia kazi. Na tuliona kuna watu walikuja na ungo za kupepeta, lakini walikuwa hapepeti chochote. Hawakuwa na mahindi, hawakuwa na mchele, hawakuwa na maharage, lakini anapepeta tu. Sasa sisi tunasema ukija na zana ufanyeje? Uitumie. Sawa? Tunayasema haya ili yaweze kutusaidia, si ndio? Tunakutana mara moja kwa mwaka. Ni vizuri haya kuyasema. Ukiwa na kifaa, tafuta mahali kinapotumika. Kama hakitumiki, basi achana nacho. Kwa hiyo waliopepeta bila na kwa vya kupepeta nao pia tuliwaona. Na nyimbo nyingi zilikuwa za kuchangamka, mtu yani alipaswa changamka, imbe ajisikie vizuri. Wengi mlikuwa ni yani mnahangaika kabisa hapa usoni, unajiuliza amekuaje ndugu yetu? Mtu unaita, njooni kwa Yesu, njoo kwa Yesu kuna raha, njooni kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha. Kweli kuna raha huko wewe uliyeko unaona raha? Hapana. Yaani unaita kabisa, njooni kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha, utapata raha, utapata uzima. No.
najua na wachungaji wangekuwa wanahubiri hivyo, tungekuwa tumekimbia, si ndio? Njooni kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha, kuna uzima wa nini? Tuyaone wapi? Tukuone wewe ulioko kwa Yesu una raha, ndipo tutafanyaje? Tutakuja. Kwa hiyo kuchangamka, kwenye sehemu za kuchangamka ilikuwa ni muhimu. Na kuna baadhi ya kwaya hawakuwa na utulivu katika kuimba, hawakuwa na nini, yaani sauti ziko hivi, hazikuwa na harmony nzuri, hawakutulia, yani ukaona kwamba kwa kweli wanaimba. Kuna wakati wanaimba unasikia kama mshipa kana, kuna kitu humo, kuna mziki umechujwa, lakini unajiuliza. Kwa hiyo kuumba vizuri maneno na ukatoa mziki ambao umetulia, ili ukimaliza na usikie kwamba nimefanyaje, nimemaliza. Si ni sawa? Ndio. Na kwa kweli kwa wimbo wa Chaguo, ninatamani ule wimbo wa tatu, ule wa tatu, si ni wa kisasa na tunasema ni mziki wa kizazi kipya, si ndio? Tunatamani kwaya za vijana, hazikuwa kwaya za wazee hizi. Kama uliingia ukiwa mzee ni kama umepotea njia, lakini kwaya za vijana. Kwa hiyo tulitegemea tuone, yani ule wimbo wa Chaguo umechagua sawa sawa, si ndio? Yani na ujisikie kwamba hapa nimefanyaje, nimechagua. Tusichague nyimbo ambazo yani hata uwezi kucheza, uwezi. Kwa hiyo tulikuwa tunasikia vyombo vinaenda peke yake, waimbaji wanaenda peke yao. Na niwatie moyo wale ambao mnaweza kucheza vyombo live. Sisemi kwamba waliocheza vyombo live ndio wamepata maksi nyingi, lakini ikiwezekana tujifunze kupiga vyombo live, inakuwa nzuri zaidi. Na mimi nimepata changamoto katika nyimbo hizi. Nyimbo ni 3. Kuna kwaya inaingia, ina wimbo wa kwanza vizuri, lakini wakifika wimbo wa pili unatafuta pa kuweka max panakosa. Anafika wimbo wa 3, nusu nzuri, nusu. Sasa unajiuliza nifanyeje hapa? Kuna wanaoimba nyimbo mbili zile, set song na utamaduni vizuri, akifika wimbo wa 3 hayupo. Kuna ambao wanaharibu wa kwanza, anaharibu wa pili, anaharibu, akifika wa 3 wanafunika. Wewe ungekuwa unafanyaje? Kwa hiyo ni changamoto. Mimi ninatamani kama inawezekana tunapofanya mazoezi kwenye final touches, mchungaji sio dhambi kikundi kuwa na walimu 3 hadi 4 wakashauriana, ili mkipata max za wimbo wa kwanza mpate na za wimbo wa pili, mpate na za wimbo wa 3. Kwa sababu unaweza kufanya vizuri wimbo mmoja, ukakosa nyimbo 2, ukaenda namba mbaya. Nayo sinawezekana. Si ni max, nyimbo zote zina max. Basi kwa maneno hayo niliyoyasema, mimi niwatakie kupokea matokeo vizuri. Kila mtu anajua alipo. Mnajua kwenye mambo ya kwaya hapa, mambo mengi yanaonekana. Yanayobaki ni ya kiutaalamu, si ndio? Na nishauri wale ambao watachaguliwa kwenda kwenye diocese kuwakilisha, mchungaji wa jimbo, tafadhali kile kikundi ambacho kitakwenda kule sio dhambi. Mkaita, yani mkachagua, si nyimbo mmesikia, si ni jimbo. Hapa tumemaliza ya jimbo, tunakwenda diocese. Unganisheni nguvu ili muweze kukutana na wale, mnajua na wale watakao kwa diocese nao watakuwa wameshinda kama hapa. Kuna conductor alikuwa na conduct kwaya hapa, labda haitachaguliwa, lakini alikuwa the best. Anaweza kuongoza kwa nyingine, si ni jimbo. Kuna watu mmeona walikuwa wanacheza vizuri, wimbo ni mzuri. Mnaweza kusema kwa sababu ni jimbo, wimbo ule ni mzuri, tuunganishe na set song, si ndio? Na kikundi kiwe ni kikubwa. Sauti ya kwanza ikipwaya, sauti ya pili na ya 3 ni vitunguu na viungo. Sauti ya kwanza na ya 4 ni msingi wa kwaya. Sasa unakuta wanaimba besi, wanaoimba ni besi ya ile ya kawaida, lakini wakiwa wengi zikaungana hizo besi, utakuwa ni mziki mzuri. Kwa hiyo tuwe na kikundi kikubwa ambacho kinaweza kuwakilisha diocese, ili muweze kukutana na wale wengine wenye kwaya kubwa, ndipo tunaweza kusema kwamba tunatafuta ushindi, kwa sababu tunakwenda kushindana na hatuendi kushiriki. Baada ya maneno haya machache,
niendelee kuwapongeza na kuwatia moyo kwamba wote tumefanya vizuri. Baada ya matokeo wote tushangilie. Nisiache kusema kwamba ninawakaribisha Iruya Sekondari kwa ajili ya masomo. Mkipata nafasi waleteni watoto, tunaipeperushi vinapita. Tafadhali kama hujakipata usiondoke bila kukipata, tunavyo. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Usharika wa Gablanga ambao ni kikundi namba 2 wamepata alama 55, wamekuwa wa 7. Usharika wa Bugango ambao ni kikundi namba vya kikundi ni viache kwa sababu hapo wanaonyesha wamepata alama 60, wamekuwa wa 6. Usharika wa Kagera Sugar wamepata alama 62, wamekuwa wa 5. Usharika wa Ngando wamepata alama 72, wamekuwa wa 4. Usharika wa Mtukura wamepata alama 75, wamekuwa wa 3. Usharika wa Mwemage wamepata alama 84, wamekuwa wa 2. Usharika wa Kashozi wamepata alama 87, wamekuwa wa 1. Basi ninaomba mwenyekiti wa vijana wa jimbo wafike hapa mbele. Mwenyekiti wa vijana wa jimbo afike hapa mbele. Mwenyekiti wa vijana wa jimbo afike hapa mbele. Basi Kashozi mtulie, tukomoe muda. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru ninyi nyote ambao tumeshiriki katika mashindano haya na siku ya vijana. Tunawashukuru washindi wetu ambao sasa nyie mnakwenda hatua ya pili katika diocese. Tunawatakia maandalizi mema na tunawahakikishia kwamba kama jimbo tuko pamoja mpaka kieleweke. Lakini kabla ya kufunga niseme tangazo moja kwamba tutakuwa na ibada 2 mwezi wa 8, ibada ya sauti ya vijana mwanzo wa mwezi wa 8. Tarehe 2 tutakuwa usharika wa Minzilo, na tarehe 28 mwezi huo wa 8 tutakuwepo mahali hapa kwa ajili ya mkesha wa vijana wa sauti ya vijana Kaskazini B. Tunawakaribisha ninyi nyote, tujiandae kwa ajili ya kuja mbele za Mungu kumshukuru. Jesus.